Mpenzi mtazamaji wa Dhahabu Online TV, tunakukaribisha tena katika kipindi chetu pendwa cha The Peace Talk, ambacho siku ya leo tutakuwa na mjadala wetu mzuri kuhusiana na uzalendo katika nchi yetu. Kama tunavyojua, kwa nchi yoyote ili iweze kuendelea, lazima watu wake wawe wazalendo. Na uzalendo tunavyojua ni kitu muhimu sana kuwepo katika nchi yoyote inayotaka kuendelea au inayoendelea. Na leo tutakuwa na mgeni wetu mzuri atakaye kuja kuongelea vizuri kuhusiana na swala la uzalendo katika nchi yetu, ambaye anaitwa Rahim Mohamed. Katika kipindi chetu kizuri, mjadala wetu mzuri, mtangazaji wako mzuri Atupele Amos. Wapenzi watazamaji wa Dhahabu Online TV, kama nilivyokwisha kuambia kwamba leo tumetembelewa na mgeni ambaye ataenda kutuambia nini maana ya uzalendo, umuhimu wa uzalendo katika nchi yetu. Mgeni wetu kashawasili katika studio zetu za Dhahabu Online TV. Tunaye hapa ndugu Rahim Mohamed. Karibu. Asante mtangazaji, nashukuru kwa kipindi chenu kizuri. Hongereni sana. Asante sana, tunakukaribisha katika kipindi chetu. Asante sana, nimekaribia. Tunaweza tukaanza mjadala wetu mzuri wa The Peace Talk kama nilivyotambulisha mwanzo. Ndugu Rahim, unaweza kutuambia kwa mtazamo wako nini maana ya uzalendo? Uzalendo ni hali ya kupenda, kuthamini, kujitoa kwa ajili ya nchi yako, hata ikibidi kufa kwa ajili ya nchi yako. Safi. Nadhani nimemsikia ndugu Rahim Mohamed katuambia maana ya uzalendo kwamba ni kujitoa kwa chochote katika nchi yako, na hata ikibidi kufa kwa ajili ya nchi yako. Asante sana. Unaweza katuambia, yani kwa mtazamo wako, unadhani kwa sasa mpaka kufikia kipindi hiki Watanzania bado wana moyo wa kuwa wazalendo? Wana moyo wa uzalendo? Watanzania ni wazalendo kwa taifa lao. Na hivi sasa tupo katika teknolojia nyingine kabisa duniani ambayo inatupasa tulinde, tuheshimu utaifa wetu. Tusimezwe na tunasema ukisasa na ukizidi tunaweza tukalipoteza taifa letu. Kwa hiyo tunapaswa haya madarasa ya kiuzalendo yawe mengi zaidi kwa taifa letu, ili kuogopa kumezwa na ukisasa kwa ajili ya taifa letu. Asante sana ndugu Rahim. Sasa, je, kwa mtazamo wako unadhani kwamba amani ya Tanzania inasababishwa na uzalendo? Yaani uzalendo ni chanzo cha amani ya Tanzania yetu kwa mtazamo wako? Taifa lolote duniani ili liweze kuendelea na mambo yake, lazima kuwe na neno uzalendo. Unajua uzalendo umebeba vitu vingi sana. Unaweza ukalichukulia kwa juu neno uzalendo, ukajua tu uzalendo ni neno ambalo linatamkwa. Nataka nikueleze mtangazaji na watazamaji mbali mnaoangalia. Tunaposema uzalendo, tutakuwa tumemeza vitu vingi sana. Ndiyo. Kulipa kodi ni uzalendo. Kulipa tu kodi ni uzalendo kwa taifa lako. Lakini uzalendo mwingine kwa taifa ni kununua bidhaa inayotengenezwa na taifa lako. Pia ni uzalendo. Lakini pia kuheshimu viongozi, sheria na taratibu za nchi ni uzalendo. Umeona? Dhana ni kubwa, lakini pia kulinda amani na umoja wa taifa, kuepuka chuki, migogoro na hata vurugu ni uzalendo. Asante sana. Naona mtangazaji, hatuishii hapo. Kujivunia utamaduni, lugha za taifa lako, historia ya taifa lako tu kuifahamu ni uzalendo. Sawa. Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha The Peace Talk, nadhani mmemsikiliza Bwana Rahim ameongelea vitu ambavyo vinaashiria uzalendo katika nchi yetu. Kwamba ili kuwa wazalendo hatutaki kufanya vurugu. Inatakiwa tuipende lugha yetu. Tulipe kodi. Ni uzalendo. Asante sana ndugu Rahim. Je, unaweza kutuambia vijana wana nafasi kubwa katika kulinda uzalendo ili kuimarisha amani ya nchi yetu? Zamani tulikuwa tunasema vijana taifa la kesho. Lakini sasa tunasema vijana taifa la leo. Kwa maana gani tunasema hivyo? Kwa sasa muhimili mkubwa
na hata tuseme pato kubwa la taifa linategemea vijana hivi sasa. Ndio maana unaona hata serikali inajaribu kuwaingiza katika maamuzi makubwa sana vijana. Sasa sio vijana tena taifa la kesho, vijana ni taifa la leo. Kwa hiyo ili vijana waendane na ukisasa wa taifa, ni lazima wajifunze uzalendo. Na kujifunza uzalendo ni kuwafundisha darasani, kwenda kwenye majeshi yetu kwa mafunzo ya JKT, wakajifunza uzalendo. Na wengi wamekosa uzalendo kwa kutokana na kutokujua kama kuna vitu fulani vimetokea, dhana kubwa ya uzalendo ni nini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusema vijana wanapaswa kuwa wazalendo. Sawa sawa. Nadhani mmemsikiliza Bwana Rahim, ameongelea swala la vijana katika kulinda uzalendo na ni kwa namna gani kijana anatakiwa awe mzalendo. Wapenzi watazamaji, na imani watazamaji wengi wengine watakuwa ni wazazi. Inatakiwa mwapeleke vijana wenu au watoto wenu shule wakajifunze, manake kwa shule za siku hizi wanajifunza uzalendo mpaka shule. Si ndio Bwana Rahim? Ni sahihi, na madarasa haya mimi nilikuwa na maoni. Haya madarasa yangekuweko madarasa shuleni, lakini na madarasa ya wazi. Zamani ilikuwa unakuta watu wanakusanyana labda uwanjani, wanaweka sinema ya mafunzo fulani, wanaangalia labda katika kijiji na vitu vingine. Sasa kuna haja ya kuwezesha watu hivi sasa waanze kupita na masomo ya kizalendo, hata kwa kusanya vijana migambo, wale vijana wale wa vijiji maeneo fulani, kuwafundisha uzalendo. Nadhani watazamaji tumemuelewa Bwana Rahim kuhusiana na swala la kulinda uzalendo. Turudi kwako Mr. Rahim. Je, unaweza katuambia, yani ukatupa mfano wowote unaozungumzia uzalendo wa kweli, yani kwa tukio lolote ambalo mtu akifanya hapo anaonekana ni mzalendo kwa taifa lake? Nitolee mfano uzalendo wa juzi tu. Tumeona kuna mwanariadha mmoja nafikiri ametoka jeshini. Ametusaidia ushindi mkubwa Tanzania. Alikwenda kwa moyo wote akiwa amebeba taifa. Ndio. Alifanya ujasiri mkubwa kwa ajili ya taifa lake. Kile kitendo cha kizalendo, alijua Watanzania wananipenda, kwa alifanya kitu kwa moyo wake wote. Lakini sambamba na hiyo, tunaona matukio mengi tu ya kijasiri watu wanayofanya. Yaani mtu yuko radhi kabisa kuifia nchi yake. Tuna vikosi vyetu vinalinda amani huko Kongo. Wale ni wazalendo namba moja kwa sababu wanaipenda nchi ya Tanzania. Tunaona polisi wanavyohangaika na kulinda amani ya taifa letu la Tanzania, usalama wa wananchi na mali zao. Ule ni uzalendo namba moja wa taifa. Watu kama hawa tunapaswa tuunge mkono. Watu kama hawa tunapaswa usiku na mchana tuombe. Wale ni wazalendo na yale ndio matukio ya kizalendo. Na sijui kama unaelewa mtangazaji. Ndio, nimekuelewa. Ule ndio uzalendo unaotakiwa. Ndugu wapenzi watazamaji, ambao wote sisi ni wananchi wa Tanzania, inatakiwa tuwe wazalendo, tuonyeshe uzalendo katika taifa letu. Aturudi kwako Bwana Rahim. Wewe, yani kwa maoni yako, unaweza kuambia nini Watanzania juu ya swala la kulinda amani ya Tanzania katika kuweka swala la uzalendo likae sawa? Asante mwandishi. Hapa nataka kidogo niongelee kwa upana. Kwa mfano kipindi hiki nchi yetu ipo katika kipindi cha uchaguzi. Ndio. Tunaangalia mitandaoni, tunayaona watu wanapohamasishana. Yeah. Umeona? Mtu anakubali kabisa kumtukana kiongozi wake wa nchi yake. Mtu anakubali kabisa kubuni vitu kwa kutaka kuvuruga amani ya nchi yake. Umeona? Yote hii ile ndio tunasema kukosa uzalendo wa nchi yako. Okay. Ukishaona pamevurugika, una watoto wako, una wazazi wako, una ndugu zako, unawapeleka wapi? Unawapeleka wapi ndani ya taifa hili? Unakubali kwamba wewe uwe chanzo cha wao kuwatesa familia yako au kuitesa jamii, hata majirani zako? Hapana. Haifai katika jamii. Lakini mimi mwenyewe utafiti wangu binafsi, kuna vitu nimejifunza. Na nimefuatilia mtandaoni. Kwa kuna vitu ambavyo mimi nimejifunza. Sasa hizi inapaswa hata serikali ijue. Kuna vitu sio vya kujibu.
Kila kitu cha mtandaoni sio cha kujibu. Ndio. Sasa hizi unakutana tu na mtoto mdogo anaandika vitu vya ajabu sana kwenye mitandao. Alafu unakuta serikali labda inataka kumjibu au vyombo vinamjibu yule mtu. Sasa ukifanya utafiti unakuta hapa ninakuwa mwazi kidogo. Lazima tukiri. Simu za mkopo nao ni tatizo. Lazima tukiri kabisa. Simu za mkopo imekuwa ni tatizo. Hizi simu wanakopeshwa, tunakopeshwa na lazima mimi niseme ni Mtanzania. Tunakopeshwa hizi simu. Kuna mtu amekopa simu, hajui matumizi ya simu. Yuko kijijini ndani kabisa. Anajirekodi tu, anatukana serikali anavyojisikia. Anajirekodi anataka kuhatarisha amani ya nchi. Yote ni simu ya mkopo. Kwa hiyo kama tumeamua kuwa na simu za mikopo, tuwafundishe elimu ya matumizi sahihi ya zile simu. Lakini tofauti na hapo, unakuta mtu yani ukimwangalia mtu anayejibizana au anayeandika unaweza kufikiri ni mtu wa maana kweli ameandika ndani. Kuja kumwangalia umaskini ya Mungu unakuja kumuonea hata huruma. Kuja kuangalia hajui hata matumizi ya simu. Hajui usahihi wa zile simu alizopata. Kwa simu za mkopo ni changamoto ya kwanza. Lazima tuwe kweli. Hizi simu za mkopo ifikie mahali basi wao wanapewa na elimu. Baki siku hizi tu mtu akishakuwa na kamtaji ka simu zake 20 anatia kwenye mkopo. Anafika na kitangaza nini kile ukilipa 30,000 na kupatia simu ya smartphone. Sasa mtu akiingia kwenye simu yake akianza kuchat au akianza kuinani simu yake anakutana nayo autana na kuna vitu vinaitwa AI, maskini ya Mungu anaona ka video kamtengenezwa kwa AI, hajui hata maana AI ni nini. Chini ameingia amecomment naye, tunapambana. Unaona? Au watu fulani wanatuunga mkono, tunakwenda kupambana. Sasa hile lazima tukiri, simu za mkopo nazo zimetuletea shida. Shida nyingine ambayo nimekuja kuibaini mwenyewe. Nimekuja kuibaini kwamba tunasema masela. Hawa masela kuna haja kuwajua masela vizuri. Yeah. Masela wanaona ni cost taifa. Lazima tuwe kweli. Kwa maana kwamba wale walikuwa vivu zamani. Yaani wale zamani ambao wenzao wanakwenda kufanya kazi, wao wanavaa suruali humu. Wale wa zamani kabisa amenyoa panki yake kama shabalanksi sijui nini na nini. Yeah. Bitozi wa zamani. Wamezeeka sasa wameshaanza kuwa wasumbufu kwa taifa. Yaani imefika mahali nguvu zao zimeisha. Leo wanao ndo utasikia twendeni tukaandamana. Yaani anahisi tu tukiandamana nitakwenda gari la mkurugenzi fulani ndalimiliki au nyumba ile gorofa nitalimiliki. Ana ndoto kama hizo, anawashawishi vijana vibaya. Yule alikuwa mvivu zamani. Nao imekuwa ni changamoto hivi sasa katika taifa, lazima tujue. Yaani wale masela wale ambao hata leo tunao masela. Bado tukafanye kazi, anaenda kuvaa vizuri, kutafuna biji, kukaa malioni. Sasa ukifika wakati ameanza nguvu zake zile za akili ya kufikiria ipo, ndo anaanza vitu kama hivyo. Fuatilia sana. Utaona kabisa watakwambia huyu alikuwa msela zamani. Sasa msela amezeeka, anataka kulazimisha kuharibu kizazi ambacho saizi kinaendelea. Hili nao nimegundua ni tatizo kubwa sana. Asante sana. Lakini tatizo lingine ambalo binafsi nimeliona. Tatizo lingine ambalo nimeliona ni tunasema asilimia kubwa ya kizazi ambacho yani kinakupa majukumu ya kuwa na kuoa. Wengi waangalia sana, hata ukiingia mtandaoni mtu ambaye anahamasisha kumbavu, hana familia. Ndio. Hana familia. Yaani anawaza tu kesho, unajua ya mambo utasikia cheki nchi fulani waliandamana wakafanya kitu fulani. Hana jukumu lolote. Hana hata katoto nyumbani kusema kanataka mkate. Yeye anawaza kwenda kufanya sababu hana cha kupoteza. Sasa hawa ni kweli tukimaliza uchaguzi tunahitaji kuwa na madarasa, kutafuta watu watoe elimu. Yaani ni kitu kidogo sana wa Tanzania ambacho tunaona kinakwenda shida. Huu ni utafiti wangu mimi binafsi kwa sababu nafuatilia na nafuatia katika mitandao. Asante sana Bwana Rahim. Nashukuru. Ndugu wapenzi watazamaji wa Dhahabu Online TV, nadhani tumemsikia Bwana Rahim amezungumzia juu ya uzalendo na mambo yanayohatarisha amani ya nchi yetu kwa kukosa uzalendo. Ameongelea mambo ya usela. Nadhani wote tunajua wasela jinsi walivyo nini hivyo. Lakini ameongea vitu vya msingi sana kwamba ile swala la kusema tutaandamana juu siku ya uchaguzi ni swala la msingi sana, ni kukosa uzalendo. Nashukuru sana wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha The Peace Talk. Tulikuwa na mgeni wetu mzuri, ameongea vizuri, nadhani tumemuelewa na tumempata. Tukutane tena kipindi kijacho.
Okay. Asante Bwana Rahim. Nashukuru sana mtangazaji. Kwanza niwapongeze kwa ubunifu wa vipindi vizuri kama hivi, lakini pia msiishie kufanya na watu kama sisi. Tafuteni na watu wengine wakubwa zaidi, mkapata na wakubwa wa vyombo, wakaribisheni kwenye kipindi chenu ili angalau waweze elimu nzuri sana. Binti kama wewe kukuta unataka kuelewa maana uzalendo ni mada nzuri sana. Kwa hiyo wote unajua utakuwa mwalimu mzuri wa uzalendo. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu tena. Nashukuru sana. Asante.